Kwa sababu unapokuwa umeshindwa kung'amua kitu au umeshindwa kutatua changamoto zako za kibinadamu za kawaida, ukajikuta umebeba kile kitu kwa muda mrefu moyoni, akilini, akitoki, unakifikiria muda wote, ukilala unacho, kiamka unawaza. Kwa hivyo ile kufikiria, kuwaza kunakufanya usiwezi kuenenda vitu vingine vizuri vile inatakiwa. Unajikuta umeingia kwenye msongo wa mawazo ambao umekuletea labda kukosa usingizi, kufanya kazini, labda kutenda kazi vile kazini inavyotakiwa kufanya vizuri. Unajikuta umeanguka kwenye hizo changamoto za afya ya akili kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kuna muda hata wewe mwenyewe unaweza ukajigundua kwamba hauko sawa. Sawa, tuangalie sasa ni magonjwa gani ya akili ambayo ni ya kawaida zaidi kwenye jamii yetu, ambapo sasa wakati mwingine kuna yale sasa inahitajika hatua ya haraka sana, lakini kuna yale walau hata tukikushauri unaweza ukarudi vizuri. Magonjwa ambayo tunasema yapo kwenye changamoto za afya ya akili au kwenye matatizo ya afya ya akili, ya kwanza ni wasiwasi uliopitiliza. Wasiwasi uliopitiliza, kitaalamu kwa Kiingereza tunasema anxiety disorder. Ya pili kuna masuala ya mood. Sijui Kiswahili niwekaje, lakini unakuta mtu anakuwa anashindwa kujielewa kwamba kitu hiki nikipokee vipi, nifanye nini kwenye hiki kitu, niamue nini ili niweze kutokana na hii, either ni changamoto niweze kutokana nayo. Kwa hivyo anajikuta mara asubuhi amenuna, mchana anacheka, jioni amenuna, yani siku yake inakuwa hivyo, na anavyoendelea kuwa vile, mwisho wa siku inakuwa zaidi na kumletea changamoto zaidi za afya ya akili. Gonjwa la tatu tunasema depression. Depression ambayo ni msongo wa mawazo uliopitiliza. Umetoka kwenye stress unaingia kwenye depression. Depression. Kwa msongo wa mawazo uliopitiliza, unajikuta labda uliwahi kupata tatizo fulani, janga fulani lilikupata, iza kama mafuriko, kuunguliwa nyumba, kufiwa mume, mke, mtoto, yani wale wapendwa wetu ambao tulitegemea kuwa nao katika kipindi cha maisha yetu hapa duniani, mtu labda anakutoka. Kwa hivyo unajikuta umeingia kwenye dimbu la mawazo ambalo linakupelekea kupata hiyo depression. Kwa hivyo hiyo nayo ni mojawapo kati ya magonjwa ya afya ya akili.